Sitaki tena kazi ya mochwari. Hii ni simulizi fupi inayokwenda kwa jina la Sitaki tena kazi ya mochwari. Mimi ni Amani Leonard, usiache kusubscribe. Simulizi yetu inaanzia nyuma kidogo katika mkoa wa Lindi, wilaya ya Kilwa Vijijini. Katika kijiji cha Somanga mpakani kulikuwa na mgogoro wa ardhi. Mgogoro huo ulikuwa umehusisha baina ya serikali na wanakijiji wa eneo hilo. Mgogoro huo ulikuwa umehusisha ardhi. Ndiyo, kuna eneo moja kubwa sana la ardhi katika kijiji cha Somanga ambalo wanakijiji wa eneo hilo walikuwa wamelifanya eneo hilo kuwa ni hifadhi ya makaburi. Lakini serikali ilikuwa inataka eneo hilo libadilishwe kutoka kuwa hifadhi ya makaburi hadi kuwa eneo ambalo wataweza kuweka shughuli zao za kimaendeleo. Basi wanakijiji wa Somanga waliitaka serikali iweze kubadilisha kabisa na kuchagua eneo lingine, lakini kama unavyojua serikali ikiamua jambo lake hakuna wa kulipinga. Kesi hiyo ya ardhi ya eneo hilo la makaburi iliweza kufika mpaka kwenye kamati ya wazee wa kijiji cha Somanga, na wazee hao walikuwa wamejipanga kuzungumza na serikali kuhusiana na kuliacha eneo hilo kabisa liendelee kuwa hifadhi ya makaburi ya ndugu zao. Lakini hata serikali iliwapuuzia kabisa wazee hao na kuwaambia kuwa itawatafutia eneo lingine, kitu ambacho wazee hao hawakukubaliana nacho kabisa. Wapo wazee wenye kumbukumbu za ndugu zao hapo waliokufa takriban miaka 20 iliyopita. Sasa inakuwaje kirahisi tu eneo hilo liweze kubadilishwa? Wapo wazee wa kijiji cha Somanga waliochukizwa na kitendo hiko na kufikia hatua ya kusema, basi tutaona. Nyinyi si serikali, sisi ni wazao wa Somanga, ngoja tuone. Basi baada ya miezi mitatu serikali iliweza kulisawazisha kabisa eneo hilo, na wala hapa kuonekana kuwa kulikuwa na makaburi kabisa. Na hapo ujenzi wa hospitali kuu ya Somanga ulianza kujengwa. Ilikuwa ni hospitali kubwa kabisa na ilikuwa na vitengo vingi vikiwemo vitengo vya mochwari pia. Ujenzi wa hospitali hiyo uliweza kwenda kasi sana kiasi cha miezi 6 tu peke yake palikuwa pako tayari na paliweza kuanza kazi. Basi kutokana na mgogoro huo uliokuwepo baina ya wazee wa kijiji cha Somanga na serikali, basi wazee wa kijiji hicho cha Somanga waliamuru wanakijiji wa Somanga hasitokea hata mmoja atakayekubali kufanya kazi katika hospitali hiyo, maana kufanya hivyo ni kuiunga mkono serikali na kupinga msimamo wa wazee wa Somanga kuhusiana na eneo hilo la makaburi. Lakini kutokana na uhaba wa ajira wa vijana, basi wale wenye elimu na masuala ya hospitali hawakutaka kabisa kuacha fursa. Walikubali kufanya kazi katika hospitali hiyo, lakini kiukweli hawakuweza kudumu kabisa. Kila mtu alikuwa anafanya kazi siku kadhaa tu anaacha kazi. Ilifikia hatua hospitali hiyo ilikosa kabisa wafanyakazi, hasa katika baadhi ya vitengo vikiwemo mochwari, kwani kila mfanyakazi alikuwa analalamika kuona vitu vya ajabu katika hospitali hiyo. Mumeshiba hela nyie. Yaani hali ilivyo ngumu kwenye kijiji cha Somanga. Samaki siku hizi hadimu, biashara imekuwa ngumu, alafu mnapata fursa hospitali mnaichezea. Tena fursa ya serikali mnalalamika mnaona vitu vya ajabu. Mbona watoto walaini nyie? Nilikuwa nazungumza na moja kati ya marafiki zangu ambaye alikuwa ametoka kuacha kazi katika hospitali hiyo. Tena alikuwa ameacha kazi katika kitengo cha mochwari na kuamua kurejea katika biashara zake za kuuza samaki. Binafsi sikuwa na ajira kwa wakati huo. Nilikuwa tu nazurula na mkokoteni wangu ili niweze kuuza maji na kujipatia kipato. Nilitamani siku moja angalau na mimi niachane na kazi hiyo, nipate ajira ya maana hata serikalini.
Hivyo niliona hao wanaoacha kazi katika hospitali ya Somanga wakidai kwamba wanaona vitu vya ajabu, hao walikuwa hawataki hela. Ilikuwa ni ngumu sana mimi kupata ajira kwa sababu sikuwa na elimu ya kutosha. Hivyo mawazo yangu ya kupata ajira nzuri ilikuwa ni ndoto tu. Unaitaka hiyo kazi ya mochwari? Aliniuliza rafiki yangu na mimi nikamjibu, naiachaje kimfano? Hebu leta mchongo hapa, mimi nishachoka kabisa kuuza maji. Niliongea nikionyesha shauku kubwa sana ya kazi hiyo, na rafiki yangu akaniambia, lini uko tayari nikupeleke? Aliniuliza hivyo na mimi nikamjibu, sio lini, hata sasa mimi niko tayari. Huu mkokoteni sinaenda kuacha pale kwa Hasani tu, we twende hata sasa hivi. Basi nilitoka na huyo rafiki yangu hadi katika hospitali hiyo ya Somanga, na kwa kuwa rafiki yangu amewahi kufanya kazi humo, alikuwa anajua maeneo mengi sana ya hospitali hiyo na wapi tunaweza kuanzia na wapi tunaweza kumalizia. Basi tuliweza kufika hadi kwenye ofisi ya daktari mkuu, au unaweza kumuita medical officer in charge kwa lugha ya Kindengeleko. Tuliweza kufika hadi kwake na yeye akatupokea, na kwa kuwa alikuwa anafahamiana na rafiki yangu na pia kitengo hiko kuwa na ukosefu wa watu, haikuwa kazi kabisa mimi kuweza kupokelewa. Nadhani amefika wakati mwafaka sana. Mimi sio mkaaji sana hapa, lakini nitahakikisha kwanza anapata kazi ndio niweze kuondoka, aliongea huyo kiongozi wa hospitali. Na yeye huwa sio mtu wa kuwepo hapo mara zote, anakujaga tu mara moja sana na kuondoka. Basi nilifanikiwa kupata kazi hapo bila kupewa masharti mengi kabisa. Yaani alichukuliwa tu majina yangu basi, na hapo nikaambiwa ninaweza kuanza kazi. Huyu mkuu aliniambia kuwa utaratibu ni kuwa huwa kuna kuwaga na shifti mbili, yaani zamu za kufanya kazi, zamu ya mchana na zamu ya usiku. Lakini kutokana na changamoto hiyo ya ukosefu wa watu kabisa katika kitengo hiko, alinipa nafasi ya kuchukua nafasi zote mbili, yaani shifti zote za kazi, mchana na usiku, na akaniambia kuwa atakuwa ananilipa mara mbili kila mwezi katika mshahara wangu. Nilifurahi sana kusikia hivyo. Kulipwa mara mbili ni jambo ambalo halikuwahi kutokea kabisa katika maisha yangu. Lakini aliniuliza jambo moja, ushawahi kufanya kazi mochwari au ndio unaanza? Aliniuliza hivyo na mimi nikamjibu, sikuwahi kufanya kazi hapo mwanzo, lakini naamini sitohitaji muda mrefu kuelewa kazi. Nilimwambia hivyo na yeye akacheka kidogo, kisha akaniambia, ujasiri tu, wala hahitaji mambo mengi, na maelekezo mengine madogo nitakupatia, wala usijali kijana. Nilifurahi sana. Kiukweli sikuwahi kuajiliwa hapo awali, leo ndio mara yangu ya kwanza. Nilifurahi kuanza kazi yangu hospitalini hapo kwa mara ya kwanza katika kitengo hicho cha mochwari, na shifti ya kwanza iliweza kuwa ni leo majira ya usiku. Ndiyo, shifti ya kwanza ilikuwa ni leo usiku, ambapo ilitakiwa niweze kuunganisha hadi mchana. Kiukweli nilifurahi sana. Niliweza kurudi nyumbani kwenda kujiandaa kwa ajili ya kurudi tena jioni kuanza kazi. Ilipofika jioni nilirudi mapema kabisa kuanza kazi maeneo hayo ya hospitali. Basi nilipofika nilikutana tena na yule kiongozi wa hospitali ambaye tulienda naye mpaka kwenye chumba cha mochwari. Huku aliweza kunipa maelekezo yote, namna ya kuzipokea maiti, kuzipa namba na namna ya kuzihifadhi. Haikuwa kazi kubwa sana. Baada ya hapo, aliweza kunipatia funguo za chumba hiko cha mochwari na kuniambia kuwa sasa mimi ni mfanyakazi rasmi hapo na ninaweza kuanza kazi yangu. Basi nilianza kwanza kuchukua idadi ya maiti zote zilizokuwepo ndani humo na kuweza kuandika idadi yake, ambapo kulikuwa na maiti nyingi sana katika masanduku, mpaka baadhi ya maiti ziliweza kukosa nafasi na kuweza kuhifadhiwa tu katika sakafu katika mifuko maalum. Basi hapo nikatulia kuweza kusubiri watu ambao wataleta maiti zingine kwa ajili ya kuhifadhiwa. Tayari muda ulizidi kwenda na sasa ilikuwa yapata ni majira ya usiku kama mida ya saa 3 hivi,
Nilikuwa nimekaa zangu kwenye kiti nikiendelea kuchezea simu yangu huku na kule, huku nikisikiliza nyimbo za hapa na pale. Karibu sana mpenzi msikilizaji, nikiwa hapo nilisikia sauti hiyo. Ndiyo, nilisikia sauti ikiongea maneno hayo. Ilibidi niinuke kwanza kisha niangalie ni nani ameongea maneno hayo. Hasani, 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 acha masiala. Kwa hiyo umekuja kunitisha ukizani nitaogopa, sio? Nilijua pengine ni yule rafiki yangu aliyenileta, lakini hakuwa yeye, na hapo sikuona mtu mwingine yoyote. Nilijua ni masikio yangu yamepitiwa tu basi, hivyo nikarudi tena pale kwenye kiti kuendelea kusikiliza mziki wangu. Basi niliendelea kukaa hapo, lakini muda kidogo nilipitiwa na usingizi. Ndiyo, nilijikuta nimepitiwa na usingizi hadi majira ya saa 6 hivi usiku yalipohitimu. Mida hiyo nilikuwa bado nimeweza kupitiwa na usingizi wala sijaamka, lakini nilihisi kuna mtu ananiamsha. Ndiyo, kuna mtu alikuwa ananiamsha kwa mtindo wa kunitingisha hivi. Nilipoamka niliona kweli kuna watu wawili walikuwa wamekuja. Watu hawa walikuwa wanahitaji mwili. Ndiyo, cha ajabu walikuwa ni wanawake. Tena cha kushangaza zaidi walikuwa wanafanana sana. Yaani sana. Sikujua ni mapacha wa aina gani wanafanana kiasi hiki. Na niliwatizama watu hao kwa muda na wao wakanitizama. Kisha wakaniambia, tumekuja kufata mwili. Waliongea maneno hayo, tena waliongea kwa pamoja bila kupishana hata herufi, hali iliyonishangaza kidogo. Mmekuja kufata mwili? Ilibidi niwaulize, na wao wakanijibu, ndiyo, tunahitaji mwili wetu. Walijibu hivyo wanawake hao, na mimi nikawauliza, huo mwili uko wapi? Niliwauliza hivyo, lakini wanawake hawa wakajibu tena katika mtindo huo huo wa kujibu pamoja, tena bila kupishana, ule pale. Walijibu hivyo huku wote kwa pamoja wakinionyeshea kidole ambapo mwili huo ulikuwepo. Ndiyo, mwili huo ulikuwepo upande wa ndani wa mochwari katika maiti 3 ambazo zilikuwa zimelazwa tu sakafuni. Ilibidi na mimi niinuke kwenda kuzifungua kutoka kwenye mifuko hiyo iliyohifadhiwa ili niweze kuangalia kama ndio mwili huo wanautaka na wao waweze kuthibitisha kama ni huo au la. Mwili ndio huo. Niliweza kufungua moja kati ya ile miili mitatu iliyolazwa pale sakafuni, lakini mmoja kati ya wale wanawake ndiyo akajibu kwa safari hii, sio huo, ni huo mwingine. Kweli aliposema hivyo ikabidi niufunge ule mwili niliofungua kimakosa, nikaufungua ule mwingine ambao walikuwa wameutaka wao. Ndiyo, niliufungua, lakini huwezi amini mpenzi msikilizaji, cha kushangaza nilipofungua mwili huo nilijiona mimi ndio nimekufa, nimehifadhiwa kwenye huo mfuko. Kiukweli sikuweza kuamini swala hilo. Niliruka pembeni, nilikimbia sana eneo hilo, niliwapita wale wadada pale mlangoni, nikakimbia haraka kuelekea geti la hospitali ili niweze kutoka nje ya hospitali hiyo kwanza. Cha ajabu wale wadada waliokuwepo pale wanautaka huo mwili walikuwa wanacheka tu. Ndiyo, walikuwa wanacheka vicheko vikali sana, tena vya kutisha. Vicheko hivyo vilizidi kunitia hofu. Nilijikuta nakimbia zaidi huku nageuka nyuma mara kwa mara kuwatizama wanawake hao, lakini punde sikuwaona tena. Ndiyo, walikuwa wamepotea katika mazingira ya kutatanisha sana machoni pangu. Niliendelea kukimbia hadi nilipofika getini, lakini nilipofika getini sikumkuta mlinzi wa geti. Sikujali kutokumkuta, nilifungua geti nikatoka nje haraka sana, kisha nikalifunga geti hilo. Baada ya kulifunga geti hilo, ilinibidi niweze kugeuka nyuma na kuendelea kukimbia, maana sikuhitaji kuendelea kuwepo mahali hapo. Lakini huwezi amini, nilipogeuka nyuma kuendelea kukimbia, nilijikuta niko ndani ya chumba cha mochwari kile kile ambapo nimetoka. Hii? Nilishangaa sana, macho yalikuwa yamenitoka sana. Lakini nikiwa hapo,
Punde nikasikia mlango wa mochwari unagongwa. Hodi, hodi, hodi. Nilikuwa nimesimama tu eneo lile. Punde nikasikia kama kuna mtu anajiweka vizuri pembeni yangu. Ndiyo, baada ya kusikia tu hodi hiyo, kuna mtu nilisikia anajiweka vizuri pembeni yangu. Ni kama anajinyosha kidogo, mara anajikuna, mara anajiweka sawa. Niligeuza macho yangu kuangalia ni nani huyo. Mpenzi msikilizaji, huyo aliyokuwa anajinyosha ilikuwa ni maiti. Ndiyo, maiti ilikuwa ndani ya mfuko inajiweka sawa. Yaani ni kama mtu ambaye alikuwa amelala muda mrefu sana, sasa anajinyoosha kuweka mwili sawa. Kiukweli niliogopa sana tukio hilo. Mama! Mama! Nilienda hadi mlango wa mochwari nikaanza kuupiga, maana ni kama ulikuwa umejiroki. Kila nilipojaribu kufungua ulikuwa mgumu sana kufunguka. Niling'ang'ania kitasa hiko, lakini kitasa kilikuwa kigumu na mlango ulikuwa haujaweza kabisa kufunguka. We kijana, kuwa na adabu basi, uone sisi tumejipumzisha hapa. Mpenzi msikilizaji, hiyo ilikuwa ni moja kati ya sauti za maiti zilizokuwepo humo ndani. Kiukweli nilizidi kuogopa, nilikuwa na hema sana. Sikujua ni maiti ipi ambayo ilikuwa imetoa hiyo sauti. Punde nikaanza kusikia vicheko. Vicheko vilikuwa vimetawala zaidi ndani ya chumba hiko cha mochwari. Niliendelea kujibanza hapo ukutani. Ghafla nikasikia sanduku moja la kuhifadhiwa maiti likigongwa. Ndiyo, lilikuwa linagongwa. Nikiwa hapo sijui nifanye nini na wala sijui ni nani anagonga hilo sanduku. Niliona kama kuna kitu kikianguka ghafla kutoka juu ya paa. Kitu hicho kilianguka kikaja kikanipiga begani na kuanguka sakafuni. Nilitizama kitu hiko kitakuwa ni nini? Jamani, kilikuwa ni kichwa cha mtoto mchanga. Ha! Nilistuka sana na punde kichwa hiko kitupu ambacho hakikuwa na mwili sikikaanza kulia. Ndiyo, ni sauti ya mtoto ndiyo ilikuwa inasikika. Alionyesha fika kuanguka huko kumemtia maumivu. Sasa juu ya paa ametokea wapi? Mpenzi msikilizaji, sikuweza kuhimili kabisa maono hayo. Hapo nikaanguka na nikapoteza fahamu kabisa. Nilizinduka baadaye, lakini cha ajabu nilikuwa sioni kitu kabisa. Nilikuwa naona giza nene sana mbele yangu. Nilijaribu kuona kama ninaweza kupapasa, lakini nikagundua nipo sehemu nyembamba sana. Yaani siwezi hata kusimama. Ilikuwa ni kama nimefungwa hivi mwili mzima. Nikiwa hapo sijui niko wapi, punde nikasikia watu wanaongea. Sasa huyu ameshafariki. Itabidi tukamzuke vizuri malaika wema wampoke. Kiukweli niliguna kidogo, alafu nikamsikia mwingine akisema, tumpeleke pale hospitali akakae pale mochwari, alafu ndio tuandae mazingira mengine ya mazishi, maana akiendelea kukaa humu ndani ataoza huyu. Kiukweli nilipiga kelele sana ili kuweza kuambia watu hao mimi sijafa, mimi ni mzima. Lakini huwezi amini, mdomo wangu ulikuwa mzito sana. Sikuweza kabisa kutoa sauti. Nilijaribu kujitingisha, lakini kila nilichokuwa ninafanya, huwezi amini, mwili wangu ulikuwa mzito, haukuweza kabisa kufanya kazi. Kitu ambacho nilikuwa ninaweza kukifanya kwa wakati huo ilikuwa ni kusikia tu, maana hata macho pia yalikuwa yako katika giza zito sana. Ni kama jinsi walivyokuwa wamenifunga mpaka usoni. Tusubiri usiku ndo tumpeleke, si pale Somanga tu, basi tutampeleka usiku. Aliongea mmoja kati ya hao watu na mwingine nikamsikia akisema, sasa hii sanda itabidi tumfunge vizuri, tutamzika nayo hii, tusimfungue. Kiukweli niliposikia hivyo nikajua kumbe nimeshakufa, nimefungwa na sanda kabisa. Kiukweli nilitamani kulia, lakini mbona niko sawa, mbona najiona bado ni mzima. Basi niliendelea kukaa pale na muda mrefu kidogo ukapita, lakini baada ya muda nilishangaa nainuliwa mahali pale. Ndiyo, baada ya kuinuliwa mahali pale ni kama nilikuwa nimebebwa hivi. Baada ya muda tena nikasikia wanazungumza tena. Ndio tumekuja kumuhifadhi hapa mochwari.
Amekufa juzi tu. Ndiyo, hii sanda msimfungue, tutakuja tutamchukua, tutamzika nayo hivyo hivyo. Nilimsikia mtu huyo akiongea, baadaye nikajua kuwa nimeshaletwa mochwari tayari. Lakini punde nikasikia yule mhudumu wa mochwari akiongea. Lakini wakati mhudumu huyu anaongea, kuna kitu nilihisi. Mbona kama ni mimi? Yaani alikuwa na sauti kama yangu kabisa, na nilimsikia akisema, kazi yenyewe nimeanza jana tu na nimeletwa na rafiki yangu Hasani, leo hii mnaniletea maiti nanuka hivi, au ameoza huyu? Kiukweli nilishangaa sana, nikagundua huyo mhudumu wa mochwari alikuwa ni mimi kwa jinsi alivyokuwa akizungumza. Sasa nimegawanyika vipi? Maana mimi ndo niwe maiti, mimi ndo niwe mpokea maiti? Basi nilipokelewa. Baada ya hapo nililazwa sakafuni nikiwa nimefungwa hivyo hivyo hadi usoni. Baada ya muda nikasikia watu wao wanatoka wote na kuweza kuufunga mlango huo wa mochwari. Nilikaa hapo na kiukweli nilikuwa na sali kimoyomoyo, isiwe kweli kabisa, isiwe nimekufa jamani. Mungu nisaidie. Basi baada ya dakika kama 5 hivi nilijikuta naweza kujitingisha. Ndiyo, nikajitingisha na nikaweza kufungua ile sanda, nikatoka. Nikajikuta nikiwa sina nguo zangu zote, bali nikiwa nina kaptura tu ndogo, lakini juu sikuwa hata na shati. Nilitizama yale mazingira ndani ya kile chumba. Ni kweli nililetwa chumba cha mochwari, kile kile ninachofanya kazi. Nilitoka haraka nikafungua mlango na mlango ukafunguka. Nilitaka nimuone huyo anayesimamia maiti ambaye alikuwa yuko kama mimi kila kitu. Je, ni mimi au ni nani? Sikuelewa kabisa. Basi baada ya kutoka sikumuona mtu zaidi ya kukuta tu kiti changu nilichokaa kukiwa na simu yangu ndogo juu ya kiti hiko. Kiukweli niliogopa sana, nilijiuliza maswali mengi sana. Nilichukua simu yangu haraka hapo kwenye kiti, kisha nikaamua kumpigia kiongozi wa hospitali, yule aliyeniajiri. Lakini simu iliita bila kupokelewa. Nilijaribu mara nyingi sana bila mafanikio. Nilihisi kukata tamaa kabisa, kwani hata nilipoangalia simu yangu ilisema ni saa 8:15 usiku. Niliguna, nikawaza nifanye nini? Sina shati bado, niko tu na kikaptula chini. Nikaamua nielekee tena getini kwa mara nyingine ambapo anakaaga mlinzi, na sikutaka tena kukaa eneo langu la kazi kabisa. Umbali kutoka chumba cha mochwari hadi getini ulikuwa sio mdogo kutokana na ukubwa wa hospitali hiyo, lakini niliamua kwenda huko. Nilifika getini kwa mara hii pia, lakini napo sikumkuta mlinzi kama awali ambapo pia sikumkuta. Lakini nilipofika safari hii, geti lilikuwa wazi kabisa. Niliamua kutoka nje. Sikuamini kama nitafanikiwa, maana mara ya kwanza sikufanikiwa kabisa kutoka, baada ya kujikuta narudi tena kwenye kile chumba cha mochwari. Nilitoka kwa uoga, lakini safari hii njia ya kuelekea nyumbani niliiona bwana. Nilipotoka tu nje ya lile geti niliweza kuona njia ya kuelekea nyumbani kabisa. Basi kwangu ilikuwa kama fursa. Sikutaka kulaza damu. Nilianza kukimbia usiku huo kuifuata njia hiyo ambayo ingenipeleka hadi nyumbani. Nilikuwa naijua vizuri sana njia hiyo na nikapiga hesabu zangu. Nilipanga nikifika maeneo ambayo yalikuwa na nyumba za watu, nitabisha hodi nyumba yoyote ile ili niweze kupata hifadhi angalau kwa usiku huo tu. Akili yangu ilikuwa ni kupitia njia kubwa ya Somanga Mtama ambayo ningenyoosha na barabara hiyo hadi nifike sokoni, kisha nitokee kwenye mashamba ya wanakijiji. Hapo kulikuwa na makazi ya watu wengi sana. Nikajua nikifika hapo siwezi kukosa hifadhi kabisa, kwa sababu hapo nina jamaa zangu wengi tu. Alafu pakipambazuka nitaendelea kwenda nyumbani kwangu. Basi nilipofikiria hivyo nilianza kuifuata njia hiyo. Kweli, njia hiyo ikanipeleka hadi kwenye hayo maeneo ya nyumba za watu, nyumba za wanakijiji. Lakini mpenzi msikilizaji wangu, huwezi amini. Nilipofika hapo sikukuta nyumba hata moja kama ninavyokutaga siku zote, bali cha kushangaza nilikuta makaburi matupu. Sikujua ni muda gani nyumba hizo zimegeuka makaburi, au sikujua ni lini sehemu hiyo ikawa ni sehemu ya makaburi. Makaburi tena? Tangu lini kukawa na makaburi? Jamani,
Nikiwa na wasiwasi mwingi, nilitazama mbele zaidi, lakini eneo lote lilikuwa makaburi tu. Ni kama nilikuwa katikati kabisa eneo hilo. Nilitamani nirudi nilipotoka, lakini hata ile njia niliyokuwa nimejia sikuweza kuiona kabisa. Nilipatwa na kiwewe, nikajikuta nakimbia ovyo bila kujua njia sahihi ya kutoka eneo hilo ni lipi. Ni kama nilikuwa nazunguka tu hapo hapo. Nilizunguka sana mpaka jasho likaanza kunitoka. Nilikuwa na hema sana bila mafanikio. Kila nilipokuwa nakimbia nilijikuta bado niko katika eneo hilo hilo. Yaani nazunguka alafu narudi tena hapo hapo. Baada ya muda nilichoka kukimbia kabisa. Nikawa tu natembea. Lakini cha kushangaza, nilipopiga hatua kadhaa, nikajikuta nimeanguka katika shimo moja ambalo halikuwa refu sana wala halikuwa fupi sana, ila lilikuwa pana kiasi. Ndipo nikajikuta nimeingia humo. Basi nilipoangalia vizuri katika shimo hilo ni wapi, nikagundua ni shimo la kaburi ambalo lilikuwa limechimbwa tayari kwa kuzikwa mtu. Kiukweli niliogopa sana. Niliinuka haraka sana nitoke kwenye shimo hilo la kaburi, ila cha kushangaza nikaona kuna michanga ikitua katika mwili wangu. Ndiyo, kuna michanga ilinidondokea. Hapo nikagundua kuwa nilikuwa nafukiwa. Sikujua ni kina nani wananifukia na kwa nini wanifukie ila hali niko hai. Nilikuwa napiga kelele sana lakini hawakujali. Nilipiga kelele kuambia kwamba mimi ni mzima, lakini hawakujali kabisa, waliendelea kunifukia. Lakini nikiwa hapo naendelea kufukiwa, punde nikasikia sauti. Hebu tulieni nyie. Ndiyo, nilisikia mtu mmoja akiongea kuwazuia wengine ambao walikuwa kasi sana kunifukia na michanga hiyo. Lakini baada ya muda mfupi nikasikia mmoja kati yao akiuliza kwa jazba sana. Vipi tena wewe mzee? Tutulie nini sasa? Alioji hivyo. Basi baada ya kuhoji hivyo nikasikia huyo mzee akijibu. Hajafa huyo, ni mzima, sema kielele ndo kimemponza. Nilisikia huyo aliyeitwa mzee akiwazuia wenzie wasiendelee kunifukia. Nilimsikia akiongea hivyo. Huyu kafa huyu jamani. Huyu si mnamuona kabisa kafa huyu. Nilisikia wale watu waliokuwa pembeni wakitia msisitizo kuwa nimekufa, ingali mimi najiona nilikuwa mzima kabisa, na hata kuna muda nilikuwa naomba sana wasinizike, lakini walikuwa hawasikii kitu. Wanaendelea na bidii yao. Basi nilisikia mzozo huo ukiendelea baina yao, wengine wakitaka nizikwe, ila yule mzee peke yake alikuwa anapambana nisizikwe. Baada ya mzozo huo nilisikia wale watu waliotaka nizikwe wakisusa kabisa na kuamua kuondoka zao, huku wakilalamika. Mshenzi sana huyo kijana, tungemzika kabisa, akome, kielele tu, anajifanya ana njaa na hela, shenzi. Hapo nikamsikia mwingine akisema baada ya huyo kuongea hivyo. Yesi alikuwa anataka kazi ya kukaa na maiti, basi angeacha na sisi tumgeuze maiti ili asikie raha kama nafikiri sisi tunasikia raha kuwa maiti. Niliguna kidogo. Punde hapo nikasikia yule mzee akiniita baada ya hao watu wote kuondoka. Ndiyo, aliniita, tena aliniita kwa jina langu kabisa. Na mimi nikaitikia. Naam mzee wangu, naomba unisaidie, usiniache humu shimoni. Niliongea hivyo na huyo mzee akanipa mkono na kunivuta kutoka nje ya shimo hilo la kaburi. Na jambo zuri, baada ya kutoka katika shimo hilo nilikuwa nimemuona mzee huyo, na bahati nzuri nilikuwa namfahamu. Mzee huyo ni mganga mashuhuri sana katika kijiji cha Somanga. Hivyo niliona kama bahati iko upande wangu. Mzee, naomba unisaidie. Sitaki kurudi tena kule mochwari kabisa. Naomba unisaidie. Niliongea hivyo na yule mzee akanishika mkono kisha akaniambia nimfuate. Basi hapo tuliongozana na yule mzee tulienda mpaka nyumbani kwake, ambapo tulikaa kidogo kisha akaniwekea maji na baadhi ya dawa fulani ambazo alikuwa anazijua yeye mwenyewe. Kisha akaniambia nioge na mimi nikaenda kuoga. Nilipomaliza kuoga yule mzee akaniambia nikae chini, nami pia nikakaa. Kisha akaniambia, roho za marehemu ndugu zetu ziko pamoja na sisi kwenye swala hili la ardhi ya eneo la makaburi kuharibiwa na kujengwa hospitali. Ndio maana kama kuna mwanakijiji anajifanya kielele kwenda pale kufanya kazi, basi anakutana na cha mtema kuni. Yaani wewe ulikuwa unazikwa mzima kijana, na kama nisingekuwa mganga
basi tungekupoteza mazima. Nilitulia kidogo, nikameza mate, kisha yule mzee akanitizama kwa sekunde, alafu akaendelea. Hivi unajua kuwa leo ni mwezi mmoja umepita tangu uondoke nyumbani kwako? Mwezi? Nilishangaa sana kuniambia ni mwezi umepita tangu niondoke nyumbani kwangu, wakati mimi nilikuwa naona ni usiku mmoja tu. Basi ule mzee akaendelea, ndiyo, ni mwezi sasa umepita tangu ulipoondoka na rafiki yako, ila wewe ndo haujarudi tena nyumbani. Ulitafutwa sana, hata rafiki yako alishindwa kujua uko wapi, yule alokupeleka pale hospitali, kwa sababu hata huko hospitali wanasema ulienda ila ukukaa sana ukaondoka, lakini cha ajabu hata nyumbani haukurudi. Hapo ndugu zako walikuja kwangu mimi mganga wa kijiji kuja kunielezea changamoto hiyo, na mimi nimekuwa nikikutafuta ndani ya mwezi huo wote mpaka leo ndipo nimekuja kukusaidia hapa. Kijana, ulikuwa unapotea, hivyo utalala hapa, kisha kesho nitakupeleka nyumbani kwenu ndugu zako wakakuone. Aliongea hivyo mzee huyo, na mimi sasa nikawa nimeelewa. Hivyo nikamwambia, mzee wangu, sitaki tena kazi ya mochwari. Na huu ndio mwisho kabisa wa simulizi hii nzuri inayokwenda kwa jina la Sitaki Tena Kazi ya Mochwari. Usiache kusubscribe, like, share. Tuonane katika simulizi nyingine. Mimi ni Amani Leonard. Asanteni na kwaheri.